Najua nikikwambia tatizo la koo linaweza likaathiri maisha yako, unaweza usinielewe sana, ila iko hivi. Changamoto za koo lazima tufahamu kwamba koo ndiyo njia ya hewa, lakini koo ndiyo sehemu kubwa ambayo tunatumia kama mawasiliano kwa ajili ya kupitisha sauti na vitu vingine. Sasa mtu anaweza akaona maumivu ya koo ya muda mfupi, lakini akapuuzia. Kwa hiyo tatizo la maumivu ya koo linaweza likarudi mara kwa mara, lakini akaendelea kupuuzia. Kuna mtu niliwahi kukutana naye wa namna hii, alikuwa ni mfanyakazi lakini koo lilikuwa linauma mara kwa mara. Kuna muda linakata, baada ya wiki moja, wiki mbili, tatizo linarudi, akapuuzia. Ila alikuja kugundua ni tatizo kubwa pale ambapo aliposhindwa kabisa kufanya kazi. Sauti yake ilibadilika kabisa, lakini changamoto zikawa nyingi, akawa anashindwa mpaka kwenda kazini. Mpaka ikawa inamletea shida sana kwenye ajira yake. Sasa hii usisubiri na wewe ikutokee. Sio lazima mpaka ufikie viwango vya juu vya kutokwenda kazini kabisa. Na kama wewe kazi yako ni ya kuongea sana, ni vizuri kuwahi kutibu tatizo la koo mapema kabla ya kufikia hizo stage za juu kabisa za tatizo. Nipo hapa kwa ajili ya kukusaidia kwa watu wote wenye changamoto za koo na unahitaji kupona kabisa tatizo lako kwa haraka. Basi mimi ni mtu sahihi sana. Unaweza ukanitafuta WhatsApp au ukapiga simu kawaida, then naweza nikakusikiliza nijue ninakusaidiaje.